Maswi ametoa rai hiyo wakati akifungua mafunzo kwa watumishi wa umma wapya 46 wa Wizara ya Katiba na Sheria yaliyofanyika katika shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere, Kibaha mkoani Pwani, ambapo amebainisha kuwa mafunzo hayo yatasaidia kujenga uelewa kwa watumishi hao, hivyo kuchochea utoaji wa huduma bora na kulinda haki za wananchi. Watumishi wote mnapaswa kuwa mfano wa kuigwa katika kutii sheria, kuheshimu viongozi wenu na kutekeleza maagizo kwa wakati. Kumbukeni, nidhamu ndio msingi bora kabisa katika utumishi wa umma. Kila mtumishi anatakiwa kufuata taratibu za kazi, kuheshimu muda, kutimiza majukumu yake kwa wakati, na nidhamu inajidhihirisha kwa njia zifuatazo. Moja, uwe na heshima kwa viongozi na wenzako pia. Kufika kazini kwa wakati na kutotoweka bila ruhusa. Awali, mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Dr. Ernest Mabonesho amesema mafunzo hayo ni ya mwanzo, ikiwa ni kuwakaribisha watumishi wapya kwenye jamii ya utumishi wa umma katika ofisi ya Katiba na Sheria, huku kaimu meneja wa mafunzo ya muda mfupi kutoka chuo cha utumishi wa umma Fadhili Mtinda akitoa neno. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuhakikisha kuwa watumishi hao wapya wanaelewa wajibu wao, wanaelewa sheria na taratibu za utumishi wa umma ndani ya serikali, lakini wanaelewa misingi na kanuni za maadili ya utendaji kazi ndani ya utumishi wa umma. Watumishi hao wapya watakuwa na maarifa na taarifa nzuri kuhusiana na utumishi wa umma, na wataweza kuhudumia kwa mujibu wa misingi ya haki, lakini watahudumia kwa misingi ya taratibu za utoaji wa huduma bora, lakini bila kuathiri sheria zilizowekwa na serikali. Sambamba na hilo, imebainisha kuwa mafunzo hayo yanalenga kuwakumbusha watumishi wa umma kuwa na weledi katika kusimamia majukumu yao ya kila siku na sio kufanya kazi kwa mazoea. Kutoka mkoani Pwani, mimi ni Emmanuel Samuel.